mojawapo huko kwenye ardhi ambayo sio yako, kulikuwa pigo mojawapo la wana wa Israeli, na Ezekiel anamwambia Mungu anaenda kufufua kilichoharibika, anamaanisha ataenda kuwarudishia ardhi yao. Tumsifu Yesu Kristo. Kingine ni sheria. Utaishije sheria? Torati. Utaishije sheria na Torati ukiwa katika nchi ya watu? Huwezi. Lazima ufuate sheria zao na mambo yao wanayofanya. Lakini pia kingine ni hekalu. Tutasali wapi? Hatuna mahekalu, hatuna masinagogi. Ni kwamba sisi kwa mfano tuhamishwe tupelekwe Uarabuni huko kwenye nchi za Waislamu. Tutasali wapi? Hatuna kanisa. Na wao ndio walikokuwa. Kwa mambo yao yalizika. Lakini sio kwamba kuna mtu aliwasaidia kuzika. Walizika wao wenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Naelewana kidogo? Hawa walikuwa utumwani Misri. Wakati wanatoka utumwani Misri, walipewa sheria na Mungu na makubaliano kamili. Na makubaliano ya Mungu kwa aliwaambia kwamba atafanyaje? Atawalinda na kuwatunza kila wakati na kuwapa nchi inayotiririka asali na nini? Na maziwa. Na yeye akatimiza ahadi zake kama alivyofanyaje? Alivyofanya. Sasa wao Waisraeli walipofika huko, walipofika kwenye nchi ya ahadi Kanaani, walipofika wakaanza mambo yao. Wakaanza kuchonga kaburi kwa ajili yao wenyewe na kuwachongea wengine. Wakaanza kujizika na kuwazika. Usiogope, ukiona mtu anakuzika alianza kujizika mwenyewe. Usiogope. Ili uweze kuzika lazima unajua kuzika. Maisha yako ni mazishi kila wakati. Unataka mazishi, maisha yake ni nini? Anatembea kwenye mazishi kila nini? Wakaanza kujua na kuua wengine. Baya zaidi wataka hata kumuua Mungu. Hata sasa hivi wanamuua Yesu, wanapanga kumuua, ndio maana tumefunika sana. Yesu anajificha ili asifanyeje? Asiwewe. Mtu anakuuliza kwa nini? Kwa sababu Yesu anakaa sirini sasa hivi. Ishara tu kwamba Yesu yuko wapi? Sirini, kwa sababu watu wanafanyaje? Anatangazia msiba, mazishi yake mwenyewe. Sasa hawa walipofika, badala ya kuishi kile ambacho wameambiwa waishi ili wasife na roho zao ziishi, wakaanza kuabudu miungu ya nini? Lakini sio kwamba walikuwa wanaabudu moja kwa moja. Walikuwa wanaenda sinagogi wanasali. Lakini baadaye wanaabudu miungu ya nini? Kama sisi tunapokuja hapa baadaye tunaenda kwenye mkutano ya Injili. Hapa sisi kwambii pokea gari. Au nakwambia pokea gari. Na kama mwaka kesho utajenga nyumba. Kutoka wapi? Kama wewe ni mvivu. Na lala unataka ujenge nyumba. Na lala unaenda kwa makosa. Nuka hapo unajua wewe na familia ile tu ya. Wao walikuwa wanafanya hivyo kwa kweli. Wanaabudu miungu ya nini? Ya kipagani. Sio kati mwingine tunaabudu, usikatae. Mtu anakataa mafuta kwenye pochi hapo. Tembanani. Mafuta fanyaje? Leo ni siku ya kukupa msalaba, lazima upokee. Na kama upokee unao. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa kingine walichofanya, wakaanza kuwatesa ndugu zao. Hasa wale ambao hawana nguvu, mayatima na wajane na watu ambao hawajiwezi, masikini. Ukisoma kitabu cha Amos vizuri kakisoma. Yaani kitabu cha Amos kinaelezea vizuri sana ubaya wao. Kinaelezea wote. Lakini ukisoma cha Hosea kinaeleza kuhusu ndoa wa kipagani. Wamemwacha Mungu wa Hosea aliambiwa nenda kachukue ambaye ni kahaba. Akiwa anamaanisha wana wa Israeli ni wanani? Makahaba. Usiogope kusema ni kifo chao kipigwa wenyewe. Hata wewe kahaba unafanyaje? Unajua mwenyewe, unaua familia yako, unaua kazi zako na biashara zako. Hicho tunachofufua siku ya leo. Na ili kifufuke lazima kubali kufanyaje? Kuacha. Usipoacha utaangamia. Kama Waisraeli utaangamia. Mpaka nyumbani. Zina watu ambao wanamshauri na hizi eti mume wake ameama nyumbani akakaa na mwanamke mwenye watoto wengine na watoto wa wanaume wengine, afu watoto wake hawatunzi. Unafahamu? Umeisha tayari. Ndio hivyo. Basi wakaamua kufanya hayo. Mungu akaamua sasa imeshindikana kwa sababu hawa manabii wako wakina Isaya, wako Hosea, Amos, Yeremia, wote walilia. Mpaka Isaya akatembea nchi nzima. Waambie badilikeni, naona mnaenda kwa mateka, badilikeni. Lakini wapi? Mpaka wakawa kwenye mateka. Yaani Mungu wetu ni mwenye huruma, siku ya leo
ameshakufa siku 4, usiogope. Mungu anakuahidi siku ya leo atafanyaje? Lazima afunue. Hata kufufua, hata kama utaki, lazima afanyaje? Lazima afanye namna hiyo. Mara nyingi watu tunaogopa shida, na ndio maana yake tunajikuta tunaingia kwenye nini? Kwenye dhambi. Tunaogopa shida kwa sababu tunaipenda miili yetu sana. Yaani miili yetu imekuwa kama ni Mungu yetu. Kwa hiyo sasa tunaogopa shida. Kwa Mungu akienyeji afanyie mavitu kidogo. Najua wana wa Israeli hawakufanya haya kumwabudu miungu ya kipagani kwa sababu wao walikuwa wajui wanachofanya. Walikuwa wanajua. Najua kwa nini? Wao walienda kwenye nchi ya Babylon. Wamefika kule, hao wapagani wana akili. Sio kwamba walikuwa na akili, wana falsafa wengi pia wanatoka maeneo huko. Wao walikuwa wanajimu wengi. Wao wanajua kusoma hata anga, wanajua mvua inafanya inanyesha. Unasoma Mungu atatunyeshea mvua na tunasubiri mvua ya kunyesha. Lakini yeye anatumia akili ya kibinadamu na uwezo wa kibinadamu kusoma nini? Nyota na mwezi. Kwa hiyo wanajua mvua itanyesha. Kwa hiyo akianza kufunga, kwa sababu akianza novena, siku ya 10 mvua inafanyaje? Utaamini au utaamini? Hata kipindi cha Musa, si hata wale wananivu wachawi wanafanya miujiza. Hata wachawi wanafanya nini? Hata shetani anafanya nini? Lakini hawa pia walikuwa wanatumia nguvu ya kibinadamu, sio kwamba wanatumia shetani. Yaani walikuwa wanatumia nguvu ya kibinadamu kuonyesha wana Mungu mbalimbali. Kuna Mungu wa mvua, kuna warutubishaji, kuna Mungu wa baraka. Tumsifu Yesu Kristo. Wao wanasema tunamwomba Mungu wa mvua. Siku ya 10 mvua inafanyaje? Inanyesha. Na mvua ikinyesha mazao yanafanyaje? Yanastawi. Yakistawi watu wanakwenda maisha mazuri. Wanapata baraka, wapate baraka. Mungu wetu anafanya kazi afanye. Wa kurutubisha anafanya kazi afanye. Wa baraka anafanya kazi afanye. Kama ingekuwa ni wewe ungeenda, sisi Waisraeli tunadanganya na maposa pale, tunajipeleka. Hata hakuna anachofanya hata kidogo ambacho tamana hata unachokiona kwa macho. Lakini mnaenda. Ingekuwa ni sisi tunaona haya, si tungeenda tu. Nadanganya usidanganya. Unajipata mafuta. Unakuwa chifu namna hiyo. Kisa unaogopa msalaba. Jana nilikuwa nawaambia kuelekana, watu wengi wanaogopa msalaba. Na tunapokuja njia ya msalaba tunaangalia vitu vya njia ya msalaba, tunafikiri vya urembo au tunaangalia historia ya Yesu. Ndugu yangu, hizo ni historia yako. Angalia maisha yako, unatembea hapo. Unaanza hapo mpaka wapi? Pale kaburini. Tumsifu Yesu Kristo. Mtu anashakala sana msikiafu. Anakuwa anaanza hapo mpaka kaburini. Na mtu ambaye kupita kituo cha kwanza, ambaye hukumiwa tena kwa uongo. Yuko hata mmoja. Kuna habari ya kwanza hapa kituo cha pili. Sababu tunapenda kupewa. Hiyo tunapea. Na msiku ilikuwa inachoka sana. Hata anaongea anachoka kwenye akili yake. Anaona sasa sana kabisa. Iko namna hiyo. Na mtu anaongea sana na mama. Msifu Yesu Kristo. Hapo sana na mama unataka msalaba, uanze kufikiria namna ya kwenda kupatana naye. Na kama umekosana na baba na utaki msalaba, anza kufanyaje? Nawaambia watu wanakimbia msalaba sana. Msalaba wanakimbia. Lakini ukisikia pokea fungu la leo unafanyaje? Sasa nakwambia pokea msalaba. Ukatae usikubali. Asoma unaishi na mtu mmoja, sio wewe. Lazima uwe na msalaba. Na kama una nini, lazima uwe na nini? Msalaba. Lazima uumwe. Lazima ufanye mambo ya kukumiza roho na nini? Na Mungu. Lazima uendelee, joto likupige vizuri, jua likupige vizuri, njaa ikupige vizuri, wakati mwingine masikitiko, ni simba na kila kitu. Lazima utapigwa sababu una mwili na unaishi na angalau na mtu. Lazima utakupiga, yaani hata ukupendeze. Angalau kupenda na kupenda. Lazima utakutegemezea nini? Na hata hapo ulipo kuna mtu yuko busy anakutengenezea msalaba. Yuko. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kwa hiyo kuamka nako kufanyaje? Sio mara moja, mara 2, 7 na 9. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Zipo zote. Au kuna mtu ambaye kuanguka anyoshe mkono.
unasema sije kuanguka mimi. Katika mateso yako utakutana na mama yako pia. Mama anaweza kama mama yako mzazi wako mtu mwingine yoyote ambaye ana play hiyo role. Mama anaumia na wewe unafanyaje? Sasa kujiuliza mama anajisikiaje? Na mimi najisikiaje? Ipo, siwezi kuelezea yote, lakini yote hivi tunafanyaje? Na mimi wote tumeshakuliwa nguo hapo. Bado kusulubishwa, au tumeshasulubishwa pia? Baada hujachoma misumari, hadi tunachoma, huo ni sawa. Misumari wanatuchoma hata kuangaika msalabani tunaangaika mara nyingi. Wakati mwingine nyundo unanunua wewe na misumari unanunua wewe mwenyewe. Mataji ya mbingu unatengeneza wewe? Sasa kama unawafanyia watoto wako kiburi unategemea nini? Kama watoto wako hujui wanafanya nini unategemea nini? Hiyo ni mataji ya mbingu unatengeneza ndugu yangu. Wa kwanza atakuwa msumari wa kwanza, wa pili atakuwa msumari wa pili, wa tatu atakuwa msumari wa tatu. Mama atakuwa taji la mimba kwako, hapo atakuwa taji la mimba. Usipokuwa makini. Kwa sababu ufanye kile unachotakiwa kufanyaje? Ufanye. Umeenda kwenye nchi ya ahadi, kwenye familia yako ni nchi ya ahadi. Uko kwenye nchi ya ahadi, unatenda yale yanayotakiwa au unaabudu miungu wengine. Unatenda yale yanayotakiwa au unafanya vitu ambavyo sivyo. Atasema kwamba huyu ndiye anayekosea. Mtu anayekosea kama wewe una shida. Lazima una shida unafanyaje? Unakosa unafanya mahali. Lazima. Wewe ndio unayekuta hakuna Mungu wazimu duniani. Au yupo? Ndio mambo yaeleweke kabisa. Yaani sifanya kitu chochote hapo unafanyaje? Wewe umefanya siri. Yeye anafanya nini? Kama kitendo ambacho unakuwa na sura mfano wa shetani. Usitegemee kwamba baba anachukua kaporo ukiwa na sura na mfano wa Mungu alafu utajua kuna sura na mfano wa shetani akuelewe. Inawezekana? Hata kuona kitu kingine. Au wewe unaona mtu na sura na mfano wa Mwenyezi Mungu tunawaambia kama pale mnaongea mnakuwa vizuri mnakuja mnapokea sakramenti ya ndoa takatifu mkiwa vizuri mnapoka hapo mkiwa vizuri. Baada ya hapo miaka 20 ndio muungano. Unatembea na vitu ambavyo sio vya kwako. Sura na mfano wa shetani sio vya kwako. Ukafufuliwa katika kaburi dola. Ufufuliwa kwa sababu usipofufuliwa bado mtaendelea kugombana. Bado biashara zitalala. Asubuhi niwauliza hapa, Mungu anambariki nani? Wewe unaenda kwa Mungu unapiga magoti. Alafu unadai. Nadhani ni sura na mfano nani? Sasa Mungu anabariki. Anakubariki shetani apate utukufu. Tumsifu Yesu Kristo. Sisi bado tunanielewa. Mambo ni falsafa kidogo lakini ndio natumia lugha rahisi. Ambayo sasa wewe unaharibu familia za watu. Una biashara mtu amekuja hapo ni mwingine. Alafu nataka Mungu akupe faida. Huyo atakuwa Mungu nani huyo? Atakuwa Mungu bahari au wakadau. Sio Mungu wa kawaida huyo. Atakuwa Mungu mwingine. Na usiseme sina dhambi. Kuna mtu anakaa anasema ana dhambi. Muungano. Mungu tumeweka siku ya fanyaje ya kuungana. Hapo unaweza kukaa mkama unafikiria nini? Na unachapa ya nyama. Mtu ananiuliza chapa ya nyama ya kitabu cha Ufunuo na bila unavyochukulia nasema sio ukienda Freemason, sio ukienda wapi. Hivi ushakujiuliza mimi na wewe tofauti gani na Freemason? Hata kwa sababu ndio inaonekana wanaamua kujionyesha. Sasa sisi wakati mwingine tunawapelekea watu mizigo. Kweli si kweli? Wakati mwingine unatamani tufanye hivi, ndio tamani. Wakati mwingine unatamani mwingine apate shida. Wakati mwingine watu wanafurahi kazi yako ni kuleta nini? Kuleta mizigo, ni kuleta mazishi katikati ya watu. Wale wanakuwa kafara. Wewe unataka kafara nyingi ngapi kwenye moyo wako na akili yako? Au unasema kwa sababu sijaenda kutoa. Lakini mara ngapi umefikiria ndani ya moyo wako? Biblia takatifu inasema dhambi iko ndani kabisa ya moyo wa mtu. Haiko nje ya mtu. Hata Kristo anasema kwamba kimtokacho mtu ndio nafsi. Sio unafanyaje? Sio matendo ya nje. Matendo ya nje ni matokeo ya kilichokuwa nini? Na kinachokufa sio matendo ya nje. Kinachokufa ni roho ya mtu. Kwa hiyo unafanyaje? Unayofikiria. Yaani tunaona mtu anaenda kutoa kafara. Ni kwa sababu tayari ameshakuwa shetani ndani na shetani wako unadhirika wapi? Inawezekana sisi ndani ya moyo wetu tunafikiri kifo tukimauti. Tumsifu Yesu Kristo.
Hapo ulipo kuna mtu amekaa kikao kuhusu wewe na anakuzungumzia vibaya. Huyo ni muuaji, si muuaji? Ni muuaji mkubwa sana, kwa sababu sura na mfano wa Mwenyezi Mungu ulioko kwako umeutunza. Au mwingine anakufanyaje? Nasema kuna wengine wanawatengenezea wengine makaburi, wanawapelekea wengine mazishi. Kuna watu wanafanya namna hiyo, lakini nakuahidi siku ya leo, kama Mungu huyo anayeishi anafanya na wewe ni mwaminifu, utakaoaibika. Amin. Au utakuliwa mkuu. Na wanaokaa vikao kwa ajili yako watasambaratishwa vibaya mno. Lakini na wewe ukianza kukaa vikao, na wewe ukianza kukaa vikao unafanyaje? Na komplimenti inakuwa kama nyoka na nyoka wanafanyaje? Kwa mfano ukiamua kwenda kwa wageni wa kienyeji, kuna mmoja mwenye nguvu kuliko mwingine, si ndio? Bado unaenda. Mmoja akizidi mwingine umefanyaje? Hata kwenye kutendana ubaya, mmoja akizidi mwingine umefanyaje? Tujifunze namna hii. Hebu tuangalie mchini kidogo Injili ya Lazaro na dada yake. Lakini dada yake, tuangalie Martha. Martha anamwamini Mungu. Na anamwamini Yesu. Na anaamini Yesu anaweza kumtendea. Mungu anaweza kumtendea nani? Yesu anamwambia lolote unaloomba, wewe utafanyaje? Utapewa. Alafu anafika hapo, mstari unaofuata. Yesu anamwambia Bwana atafufuka. Yeye anaanza kumpangia kwamba na mimi atafufuka siku ya nini? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Yesu anaweza akaomba na vingine hawezi kufanyaje? Kosa kubwa ambalo tunalofanya. Tunamwamini Kristo, muamini katika kweli na nini? Na roho. Kwamba anaenda kutenda. Hata anaposema anaenda kufanya ufufuo katika maisha yako, amini anaenda kufanya sasa. Kuna mwingine na wasiwasi, kuna mwingine na hofu, kuna mwingine aamini. Naomba uamini. Baba Mungu anaenda kufanyaje? Anaenda kufanya miujiza. Na nimesema siku 4 kwa sababu siku 4 kwenye Biblia ni namba inayoeleweka. Tumsifu Yesu Kristo. Ni namba ambayo imekamilika, lakini hata katika taratibu zetu za kawaida za kimila sio na vitu gani tunaofanya huko ndani. Mtu akifa baada ya siku 4 tayari nakata tamaa sana. Na mnakuwa mmemaliza hizo mambo zenu mnazofanya. Mimi nikizika mtu nawaambia mkifanya hizo mambo mnazofanya fanyeje? Ziwarudi. Hapo sisi hatuwezi kumkabidhi kwa Mungu, ndio mkabidhi kwa shetani. Atakufanya nini? Tunasema hiyo hata mimi tunasema hiyo yote tunaikabidhi kwa Bwana. Mungu akufufue siku ya mwisho. Afu unaenda kuchinja mbuzi hapo. Unamkabidhi kwa Mungu yako. It's okay. Nilikuwa naongelea kuhusu namo. Kama ishafika siku ya 3 ya mfanyaje? Ya mwisho. Kwa hata mara alikuwa anafikiri namna hiyo kwamba siku 3 basi hamna kitu hapo. Lakini Yesu anatenda. Yesu anafanyaje? Kitu kingine kwa ubaji. Yesu alikushika kumfufua Lazaro akiwa ndani ya kaburi, akamwambia sukuma kaburi. Ila alimwambia Martha fanyaje? Ili ajue watu wanafikiri. Yesu anaweza kaongea na wewe na wewe unafikiri nini katika maisha yako? Maisha yako ni ya mauti au ya nini? Na Martha bado maisha yake ya mauti. Maisha yake kuzika tu. Anaambiwa tu anasemaje? Ananuka siku ya ngapi? Ananuka yote nayo huyo. Wewe si mkichana kwa Petro. Toma. Kama Martha anafikiri kuhusu kunuka, Yesu anafikiri kuhusu nini? Uzima wa milele. Inawezekana kama unafikiri namna hii kwamba unafikiri kunuka. Yesu anafikiri nini? Ondoa jiwe. Ondoa jiwe lilo kwenye familia yako. Ondoa jiwe lilo kwenye maisha ya mtu. Ondoa jiwe ulilojiwekea kwa wewe mwenyewe. Hapo tunaelewana kidogo. Hapo tunaelewana hapo. Ondoa nini? Ondoa jiwe. Lakini baada ya kuondoa jiwe, Yesu afanyaje? Aliwaambia mfungueni Isaka na kila kitu mfungueni, mwache aende nini? Tuache kuwawekelea watu vitu na mambo ya ajabu ajabu. Acha kila mmoja aishi kirahisi na aishi maisha rahisi. Tuache watu ambao kuna watu wamekuwekea sana. Watu tu. Sio lazima sana. Lakini watu wamekufunga leso usioni. Kuna watu wamefunga miguu yao zifanyaje? Inawezekana hata mwenyewe umejifunga namna hiyo. Lakini siku ya leo iweke huru. Na naomba kila mtu amweke mwingine huru hapa. Ili uwe huru. Usitegemee kufunga wengine alafu ukawa huru. Inawezekana? Haiwezekani kufunga wengine alafu ukawa nini? Siku ya leo ni siku ya kuwekana huru.
toka kwenye giza la kaburi. Sio sehemu yako. Sehemu yetu ni uzima wa milele. Tunasema haya, tunatamani tufufuke na Kristo kweli. Tusifu Yesu Kristo. Milele amina.